Yo, mambo vipi? Kama kawis. Mimi naitwa The Most Wanted mchambuzi au vipi? So bro, wezi amini niko nataka nilale. Lakini nikakutana na talaka namba 2 ya Climax Bibo. Talaka namba 1 sikuipitia kwa sababu hapana. Ya ile ilikuwa iko off kabisa. Talaka namba 2, I'd say yes, it's a diss, lakini sijapenda kwa sababu kuna shots ambazo Climax amezifanya zimekuwa too personal na si kitu kizuri. Sasa nishasemaga mambo yakishakuwa too personal inakuwa tena sio sport. Unajua? So Climax bro, usikatch feelings. Acha tuipitie hapa kwa pamoja. Lakini bonge moja la beat, shout out to Tongo Records, but Climax man, I don't know man. Let's get it. Climax Bibo. Ile talaka imewaleta kasi ya winja. Wamekusanyana wapo kwangu chinja. Katilika. Ile talaka imeleta kasi ya winja. Mama yangu. Climax anakuwa na maneno yake mimi hata sielewi. Game over. Kule kwingine alisema sijui vitu vingine msemagwe. Vitu vingine muulizage. Msiwe kama mmekumbwa na wage. Tafuteni watu mshauri wage msikuruka. Mwenye uwanja wake kaingia. I don't know man, but okay. Kisa na uendesha nginja. Talent boy jitu bad. Ninja. Ona jinsi linapigwa samba, wanaulizana beki wa ogani apewe namba. Nimeshindikana kwa njamba na wapa jamba napiga hatua utadhani mpima mashamba. Mwaisa striker wanapiga hatua utadhani mpima mashamba. Hivi watu bado wanapima mashamba kwa hatua. Kama shamba ni la heka 800. Let's get it. Streka wanamaminia, penalty amepaisha, kachana mikeka mikwanja, watu wamechaisa, chini ya kiwango anacheza, ameshaisha, muhindi kurutia. Chini ya kiwango anacheza, ameshaisha, mikeka watu amepaisha. So hiyo ni anamdis Max Cortez. Wao walikwambia kwamba hiyo kwenye nchini iko tayari. So walisema kwamba tuko tayari kuongea mezani. Hamna. Nini kimetokea? Chini ya kiwango anacheza nini, amepaisha. That's nice. Hivi ni vitu ambavyo havikuepo kwenye ile DC yake ya kwanza. DC ya kwanza ilikuwa chini ya kiwango. Hii kidogo kuna vitu unaweza kaviona. You get what I mean? Yeah. Aponzo na mvaa suti wala hagutuki, anavyowekwa nusu kaputi, hafurukuti japo moyoni ana saluti, anatoka nduki anaponikuta nimenyuti, kanjanja kibao anatoka nduki anaponikuta nimemuti. Ama be honest, tumeshakutana na Climax East Africa tukutana, lakini Crown FM tulikutana. Kuna mtu ambaye alitoka nduki? Hapana, hakuna mtu ambaye alitoka nduki. Yeah, hiyo ndio real experience. Utagi my brother, unataka nini kwao na wewe mbishi kaza. Dochi moja tu umeshindwa kujikaza, unatapa kusaka sifa za kukujaza. Bisho una nyimbo umelivamia linde, wacha zikukabe core flows na mafindo. Ukichoka sema nikubadili. Acha zikukabe core flows na mafindo. Yeah. Mafindo najua kidogo. Si anatikaga huko kwenye core. Yeah, okay. That's pretty nice. Yani ukikompare talaka 1 na talaka 2 mpaka hapa, unaona kabisa talaka 2 kuna a lot of improvement. You get it? So hiyo ni kitu ambacho siwezi kumnyima. I'll say that. Kuna vitu ukivisikia unaona kabisa unaweza ukavichambua kidogo. Yeah. Ukichoka sema nikubadilishe mtindo, usilalamike we Bibo unanichomea vindo. Hauna jeshi lenye kauli yoyote, wewe mate ya mjamzito unaetemwa popote. Haujikwezi jikaze ni kukokote, upate mbeleko ubebe na ndugu zako wote. Sikati chawi halafu niache shina, we ni gani kujisifu, kuzama ufiki kina. Hii ni line ya Mansuli, kina kirefu. I don't know. Yeah, nikizama jua kina hakipimiki. Hii ni sauti yangu na sina hakimiliki. Ninachofanya unashangaa, uliza jina ndipo tagundua binadamu huo mimi sina. God damn it, yule mkazi wa kwenu hanaga kazi, ana vitu shazi au kaharibiwa kizazi. Mbona hatulii mjomba, hana shangazi, nipo kumshangaa ana shobo zake sawasi wazi. Pilipili hoho lile jamani toi, kama kipaji ni mwanga basi yeye koroboi. Mchamba serikali huko hatukuondoi, wongo zako. Mchamba serikali huyo ni wakazi. Wakazi huyo mwaka kazi anayo.
huku cholo, akigeuka huku ni Talanta Boy. Everybody hates Wakazi, man. Crazy. Kuna vituko vya wazi kampe koi. Vituko vya wazi kampe koi. That's nice. Yani like hii ama be honest. Siwezi nikamnyima Climax points zake. Ukisikiliza talaka ya kwanza na hii unaweza ukaona huku kidogo kuna vitu yani vipo unaweza ukaviona yani. You get what I mean? So hicho ni kitu ambacho siwezi kumnyima. Amini awavushe safarini na pewa za chini chini, kumbe naye kingasti. Sasa ndo nini anavyotamba mjini, hata iokoa hip hop nguvu ya Afrika. Nye jamaa story zenu za ukakasi, vinani aniambie kirefu cha asnati. Msituone tupo tumechuna, mkatutishia viwembe viunoni tuna mazuna. Tumechafukwa yani uchawa hatuna, mnawasha umaarufu mnakosa waku hakuna. Haya sasa tuchape back to back, mkosa hiyo nafasi ya kuikaribia chaki. Mnawakwaza shabiki zangu kindaki na sasa wananiambia kupaki basi hawataki. Talaka hii wote mcheze mnakochezaga, Vingereza pelekeni vikao vya baga. Sie tunaona mnaleta ushubwada kwenye kirada, msijilete hamna mada. Wazee wa misingi na kataringi na itikadi zao za kindezi hawana shilingi. Tai zao shingoni wapo kama madingi, njaa tupu wanakumbwa na mashida mingi. Ngoma haina stafu, wasilete mbombo ngafu, nipo kwenye safu yenye ruhusa kucheza rafu. Na refa anapeta anasema wakase mapafu, siwezi kusota ndo kwanza nipo jikoni, ubora unatokota. Hakuna uzio wa kunifanya kugota, kama wewe ni mchanaji na itupa hii maiki okota. I mean, si this mbaya. I mean, it's good. Sijapenda tu hiyo part ya, kuna part hapo sitaki kuelezea sana, but hiyo ndo sijaipenda. But the rest naweza nikasema kuna improvement kutoka kwenye talaka ya kwanza mpaka talaka ya pili. I think maybe tukifika talaka ya tatu kutakuwa na improvement kubwa zaidi. But I hope kuwe na quotables za kutosha. Kuwe na quotables za kutosha. Pia hoja zieleweke. Unajua, hata kama ni unamdisi kila mtu, kuna namna ya upangiliaji hoja. Unajua, yani kuwe na transition ya kutoka kwenye hoja ya huyu kuingia kwenye hoja ya huyu. Hicho kitu ambacho Fresh like amekifanya vizuri sana. Hata Toronto Boy Cholo Brighter amekifanya vizuri sana alivyoanza kuwa na setup part ambayo alikuwa anakuja kumdisi Wakazi. Alianza kusetup na story nyingine tofauti, ikaja mpaka ika-connect. So kwenye talaka namba 3 hakuna connection ya kutoka kwenye disi moja kwenda kwenye disi nyingine. Ndio maana nawaambia watu kila siku, kudis sio tu mtu amekudis unaingia studio kuna beat unaanza tu kurap. Kuandika dis ni art, na si kila mtu ana uwezo wa kuandika dis. You get what I mean? Yes. Iko poa. Kuna baadhi ya vitu unavisikia lakini iko poa. Yeah, that's all I can say. Kwa hiyo shout out to Climax Bibo. Kuna mtu atamjibu? I don't think so. I don't think so. So, yeah. Shout out to Bibo. Peace.